kupenda, si kwa ajili ya mali. Karibuni marafiki kwa podcast ya Kujua Ministries. Tunapowaletea maudhui ya kibiblia katika Kiswahili. Mimi naitwa Elizabeth Kalmis. Krismasi ni sikukuu ninayopenda sana. Napenda kumtafakari Yesu na jinsi alivyoacha fahari yake mbinguni kuzaliwa katika mazingira ya duni sana. Napenda kutembelea na familia yangu na kufanya kumbukumbu nyingi pamoja nao. Hata napenda kupokezana zawadi. Krismasi ni sikukuu nzuri sana kweli. Nadhani sisi sote tungekubali kwamba jambo zuri sana moja ya Krismasi ni vyakula vyetu maalum ambavyo tunapika siku ya Krismas. Kila utamaduni unao vyakula vyao maalum kwa Krismas. Kwa ujumla chakula ni muhimu kwa kila mtu. Chakula ni muhimu kwa na katika maisha yetu. Mungu anathamani chakula pia. Aliumba vyakula vingi kwa ajili yetu na kwa wanyama. Na unajua siku moja Yesu alijiita chakula cha uzima. Pengine unajiuliza chakula cha uzima ni chakula cha namna gani? Na ni kwa nini Yesu alijifananisha na chakula? Kuanzia mwezi huu wa Desemba, yaani mwezi wa kuzaliwa kwake Yesu, mimi nimeona inafaa kumjua Yesu zaidi kupitia neno lake. Krismasi ni wakati tunapomkumbuka Yesu kama mtoto aliyezaliwa na kulazwa horini kwa ng'ombe. Lakini tusimkumbuke kuwa mtoto tu. Yesu ni zaidi sana ya mtoto. Yesu ni mkombozi na mwokozi. Yesu ni mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu analo jina lipitalo majina yote. Yesu ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Yesu ni neno la Mungu. Yesu ni Mungu mwana. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kumfikiria. Kwa hiyo, kuanzia wiki hii, tutamwinua Yesu Kristo kama anavyostahili. Kwa wiki zinazokuja nitafundisha mfululizo wa majina ambayo Yesu alitumia kwa kujitambulishia. Kwa jumla majina hayo yanaweza kuitwa majina ya mimi ndimi. Hayo yote yanaonekana katika kitabu cha Yohana. Leo nitaeleza juu ya mimi ndimi ya kwanza ya Yesu inayotokea katika Yohana sura ya 6. Hapo katika mistari mitatu tofauti Yesu alisema, mimi ndimi chakula cha uzima. Kwa nini alijimaanisha hivyo? Kwanza, chakula kinafaa kuleta afya. Pia kinatosheleza mwili na kuleta nguvu kwa kazi yake. Chakula kinaweza kutufurahisha. Chakula kinaweza kuendeleza ushirika wa undugu na urafiki. Chakula kinaweza kututia moyo tunapochoka. Bila chakula cha mwili, hatuwezi kuendelea kwa muda mrefu. Mwili utadhoofika na hatimaye mwili utakufa. Lakini Yesu hakusema mimi ndimi chakula cha kimwili, bali cha uzima. Tuelewe kwamba siku moja au mbili kabla Yesu hajajiita chakula cha uzima, yeye alifanya muujiza wa kulisha mkutano mkubwa kwa mikate 5 na samaki 2, yaani chakula cha kimwili. Hakika Yesu alijali njaa ya kimwili ya watu, lakini alijali njaa yao ya kiroho zaidi. Na hapo katika siku iliyofuata muujiza wake, aliwaambia mkutano wasikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adamu atawapa. Yohana 6:27. Katika Biblia, tangu uumbaji wa dunia, tunaweza kuona kwamba Mungu huwapa watoto wake chakula cha kimwili na cha kiroho. Pia katika Biblia kuna mtindo unaoonekana wakati ambapo Mungu analisha watu wake. Kwanza, kuna baraka ya chakula cha kiroho na cha kimwili. Pili, kuna jaribio la utiifu.
Na la tatu, kuna jibu kutoka kwa wanadamu. Mtindo ni huo: baraka, jaribio, jibu. Tuanze na mfano wa uumbaji wa wanadamu na bustani ya Edeni. Mungu aliwaumba wanadamu wawe na hali ya kuhitaji chakula cha kiroho na cha kimwili. Tunaweza kuona hivyo tangu awali ya dunia. Wakati Mungu alipompulizia Adamu pumzi ya uhai, Mwanzo 2:7. Pia Mungu aliweka mti wa uhai ulio na matunda yake katikati ya bustani, pamoja na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Adamu na Hawa waliruhusiwa kula matunda ya mti wa uhai yaliyowekwa kwa ajili yao, watoshelezwe na matunda yake ya kiroho na kimwili. Mungu alitamani kuwalisha binadamu kwa matunda ya uzima ili washirikiane naye milele. Pia Mungu aliumba majani, miti, matunda na mboga kuwalishia Adamu na Hawa kimwili. Tangu awali, binadamu walitakiwa kula chakula kwa miili yao na kwa uzima wao. Chakula cha uzima na cha kimwili vilikuwa baraka kutoka kwa Mungu. Lakini pamoja na baraka zake, Mungu aliweka jaribio la kupimia utiifu na uaminifu wao. Katika Edeni, jaribio lilikuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu aliwakataza wasile matunda ya mti ule tu. Alifanya hivyo kuona kama Adamu na Hawa wangemtii au la. Mti ule ulikuwa jaribio lao. Jambo la tatu ni jibu lao. Sisi tunajua badala ya kuchagua kula matunda ya mti wa uzima, walikubali kushawishiwa na nyoka na waliamua kutokumtii Mungu. Jibu lao lilikuwa kudharau mapenzi ya Mungu kwa mapenzi yao. Kushindwa kwao kwa kumtii Mungu kulibadili mwenendo wao na wa ulimwengu wote. Tunaweza kuona mfano mwingine wa mtindo huu wa baraka, jaribio na jibu katika habari za Waisraeli wa zamani. Wao walipata baraka ya mana na kware kule jangwani. Waisraeli waliwalalamikia Musa na Haruni nyikani kwa sababu ya njaa yao. Wakati huo Mungu aliamua kuwalisha kwa chakula cha ajabu kilichotoka mbinguni kila asubuhi. Mungu aliwapa mana, yani kitu kisichojulikana na binadamu na kilichoweza kutumika wakati wote walipotangatanga jangwani. Pia aliwapa kware ili wawe na nyama. Mungu alijali hali yao ya njaa na aliwapa baraka ya chakula cha kimwili. Lakini chakula hicho kisingewapa uzima. Mti wa uzima uliondolewa na Mungu bustanini. Pamoja na baraka ya mana na kware, Mungu aliwapa jaribio pia. Aliwaagiza waokote kiasi kitakacho washibisha tu. Hawakupaswa kuacha chochote kubaki. Zaidi, waliambiwa waokote mana kila siku ya wiki, ila waokote mara 2 siku ya 6, kwa sababu mana isingetokezea siku ya 7, ili watu waheshimu Sabato na kumheshimu Mungu. Kwa wakati ule, majibu ya Waisraeli yalitegemea imani yao katika ukweli wa amri ya Mungu. Wengine walimtii Mungu kwa imani na waliweza kufurahia baraka za Mungu katika kutoshelezwa na mana na kware. Lakini wengine hawakuamini amri yake na waliona kwamba walipoisaza mana mpaka asubuhi ingejaa minyoo na kunuka. Na kama wasingeokota ya kutosha siku ya 6, wasingekula siku ya 7. Sasa turudi kwa Yesu. Miaka mingi ya baadaye, Yesu Mungu, mwana aliyetoka mbinguni, akazaliwa na mwanamke bikira, na hii ndiyo maana halisi ya kusherehekea Krismasi. Baada ya Yesu kuwa mkubwa, alitembea na watu akiwafanya kuwa wafuasi wake. Hapo ndipo alipowafundisha yeye ni mtimilifu wa chakula cha uzima kutoka kwa Mungu. Yesu alionyesha kwamba baraka za chakula hiki cha uzima inapatikana tena katika yeye.
Katika Yohana 6:51 alisema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Mwili wa Yesu ilisulubishwa msalabani kwa dhambi zako na dhambi zangu. Lakini habari ya Injili ni kwamba yeye hakubaki kaburini. Alifufuka kutoka katika wafu, na yeye anaweza kutupa sisi uzima huo huo tukimwamini. Kama alivyosema katika Yohana 6:40, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Baraka ya Mungu ni uzima kupitia Yesu Kristo. Lakini kuna jaribio hapa pia, ni jaribio la imani yako. Kama umesikia mstari ule vizuri, Yesu alisema kwamba uzima wa milele unapatikana kwa wale wanaomtazama yeye na kumwamini. Hakuna njia nyingine ya kupata uzima wa milele. Mungu Baba ameweka jaribio hili ili apime watu kuona kama watamwamini Yesu na kazi yake msalabani au kama hawatamwamini. Imani hii si ya akili zetu, ni imani ya moyo au roho zetu. Paulo katika Warumi 10 alisema, ukimwamini Yesu kwa moyo utaokoka. Imani halisi inatoka katika moyo. Lakini wale wanaomsikiliza siku ile alipojiita chakula cha kiroho walikuwa na majibu tofauti tofauti. Yohana 6:66 inasema kwamba wanafunzi wa Yesu wengi wakarejea nyuma wasiandamane naye tena, lakini wafuasi wake wengine waliendelea kumwamini na kupata uzima wa milele. Mpendwa, baraka yako inapatikana katika Yesu, chakula cha uzima. Lakini jaribio lako ni kumwamini kwa moyo wako au kuchagua kuamini ujuzi wa dunia. Yeye yupo mbele yako. Kama mti ule wa uzima ulivyowekwa mbele ya Adamu na Hawa, sisi vile vile tunaweza kutamani ujuzi wa dunia badala ya uzima wa Mungu. Yeye ameweka mwanaye Yesu mbele yako. Lakini Ibilisi anajaribu kukudanganya ule chakula cha kidunia, yaani chakula cha mauti. Sasa jibu lako ni nini? Je, umeshakula chakula cha kiroho kwa kumwamini Yesu? Ama bado unaamini mambo ya kidunia? Krismasi hii, amua kumtazama na kumwamini Yesu Kristo, chakula cha kiroho, naye atakupa uzima hakika. Usiwe kama Adamu na Hawa. Usiwe kama Waisraeli wasipoyaamini na kutii maagizo ya Mungu. Usiwe kama watu waliorejea nyuma wasienende na Yesu tena. Bali uchague kula chakula cha uzima Krismasi hii. Heri ya Krismas. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali